Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naomba kwa neema ya Bwana ya Mwenyezi Mungu uweze kunipunguza tu mkono na useme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. I want to share a message on spiritual blindness. Spiritual blindness. Nikishare ujumbe wapendwa, kile nataka kusema ambao ningependa kila mmoja aweze kujua ni ya kwamba you are a spirit being living in a physical body. The real you is a spirit man. The physical, praise God. Amen. The real you is a spiritual man. The real you is a spirit man. The physical you, the physical, praise God. Amen. The physical is just a house. The physical that you see is just a house. Mwili huu ni nyumba tunaoishi. Amen. Amen. And because we are a spirit man living in a physical body, we don't just depend the physical eye and the physical ear to be able to see and to be able to hear. Because, and I want to tell you tonight that hearing is very, very, very important, and seeing is also important. Why? Seeing is important because we only respond to that which we see. We only respond to that which we see. Uwezi ukarespond kwa kile ambacho huoni. Na ndiposa nikifunza ujumbe wapendwa, nataka kusema ya kwamba shetani angependa ya kwamba tuwe ignorant concerning spiritual things, na hata atufanye vipofu ya kwamba tusisikie na tusiweze kuona mambo ya kiroho ambayo yatatusaidia sana, because the spiritual realm outweighs or controls the physical realm. So ni vizuri sana tuweze tukaone na tukasikie, tukaone things in the spirit, tukaweze tukaone, lakini you see, if we are spiritually blind, then we can be equally be dormant spiritually. Tunaweza kuwa dormant na tunaweza kuwa spiritually blind. Na niruhusu nisome ujumbe. Nataka kusema ya kwamba Mungu ametuita, na sababu moja Mungu ametuita ni ya kwamba tuweze kufungua macho ya wale ambao hawawezi kuona kiroho, na pia wale ambao hawawezi kusikia sauti ya Bwana. Hiyo ndio ndiposa sababu kubwa Mungu alituita hapa duniani. Na vile Mungu ametuita, na Mungu anataka tufanye kazi pamoja na yeye, for we are co-workers together with God in Christ Jesus. Mungu angependa sana tufanye kazi na yeye. Lakini maandiko nasema katika Amos chapter 3 verse 3 ya kwamba two cannot walk together unless they agree. Inakuwa hatari sana wapendwa, wakati Mungu anafanya kazi na watu wake ambao hawaoni, ambao hawasikii. Inakuwa hatari sana Mungu kufanya kazi na watu kama hao. Manake Mungu hupendwa na wale ambao wanaweza kuona na hata kusikia. Ili Mungu afanye kazi na wewe, lazima uweze kuona na uweze kusikia. Basi Mungu atapata nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya kazi pamoja na wewe in the name of Jesus. Niruhusu nisome Isaiah. Nisome tu Isaiah chapter 42 verse 6 to 20. The Bible says, I the Lord have called you. I the Lord have called you in righteousness. I will take hold of your hand
I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Verse 7 is very important. To open eyes that are blind. You see, if the eyes that are blind are opened, you cannot be spiritually blind. There will be no spiritual blindness in you. Because your inner eye is now open. To open the eyes that are blind. To free captive from prison. And to release from the dungeon those who sit in darkness. Verse 18. Very, very, very important. Verse 18. Amen. Vile nimesema ya kwamba Mungu angependa afanye kazi pamoja na watu wake, wale ambao Mungu ametegemea sana aweze kufanya kazi naye, na hao watu ni macho ya Bwana ambao wataweza kuelekeza watu wengine, ni servants of God, watumishi wa Bwana. Mungu ametegemea watu wake sana, kwa sababu hao ndio kama macho ya Bwana. Wakiwa blind hawawezi wakaongoza na hata kuelekeza wengine. Ndipo sasa ndio Mungu wanawategemea sana. But I want to tell you, are you not aware that you can be a servant of God, but you are spiritually blind? You are blind spiritually. Are you not aware we can be committed servant of God, committed, but we don't see? Na hiyo inakuwa tayari sana kwa Mungu kufanya kazi pamoja na sisi. Na ndiposa Mungu akifanya kazi pamoja na sisi, Mungu anataka tuweze kusikia na tuweze kuona. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaiah chapter 42 verse 18. Hear you deaf, look you blind and see. Who is blind but my servant? Mungu anasema, Mungu anauliza, who is blind but my servant? Yani, nani ni kipofu kama mtumishi wangu? And deaf like the messenger I send. Because the servant of God, they carry the message of God. Who is blind like the one committed to me? Blind like the servant of the Lord. I like this scripture. Who is blind but my servant, and deaf like the messenger I send? Who is blind like the one committed to me? Blind like the servant of the Lord. Wapendwa, we can be committed servant of God, but blind, spiritually blind. Hatuoni na hatusikii. You have seen many things, verse 20. You have seen many things, but have paid no attention. Your ears are open, but you hear nothing. When we are spiritually blind, we can see many things, but pay no attention to them, because we only respond to that which we see. Therefore, seeing is very, very important. Na ndiposa Paulo alikuwa anaomba watu wa Ephesians, watu wa Efeso, alikuwa anawaombea sana sana. Alikuwa anaombea akisema ya kwamba, naomba ya kwamba macho yenu ya ndani yaweze kutiwa nuru, ya kwamba muweze mkaona. Ukisoma katika maandiko cha Ephesians chapter 1 verse 18, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and his incomparably great power for us who believe. The power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, for far above all ruler and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Sasa alikuwa naomba ya kwamba macho yao ya ndani yakatie nuru, ili wasiwe kipovu. Wapendwa. Hii ndio ujumbe ninaleta jioni ya leo, ya kwamba kama Mungu atafanya kazi na wewe, kama Mungu ataweza kukuambia secrets
concerning the kingdom of God. Kama Mungu ataweza kufanya kazi pamoja na wewe ili upeleke ujumbe wake kwa mataifa, basi lazima Mungu aone ya kwamba wewe uko na uwezo ya kuona. Kabla Mungu hajafanya kazi na mtu yeyote, jambo la kwanza Mungu wanga nafanya, anadhibitisha huyu, this my messenger that I send, ako na uwezo wa kuona ama kila ambacho ninafanya yeye haoni. Na ndiposa kabla Mungu hajafanya kazi na mtu yeyote, huwa anahakikisha anaona. Mungu akipata uoni mambo ya kiroho, anakuacha. Utafanya kazi na kipofu. Amen. Utafanya kazi na yule ambaye ni kipofu. Mungu akigundua ya kwamba wewe uoni, anakuacha. Akigundua unaona, anaendelea kufanya kazi pamoja na wewe. Jeremiah chapter 1 verse 11. Kabla Mungu hajatumia Jeremiah, Mungu aliweza kudhibitisha vizuri sana ya kwamba Jeremiah ako na uwezo kuona mambo. Na ndiposa amtumie kama chombo. Na ukisoma Jeremiah chapter 1 verse 11. The word of the Lord came to me. What do you see? Anauliza Jeremiah kabla hajamtuma. Unaona nini? Alikuwa anataka kudhibitisha. Je, wakati ninafanya kazi na Jeremiah, ataweza kuona yale ambayo ni ya kiroho? Ama atakuwa spiritually blind? The word of the Lord came to me. What do you see? Jeremiah, I see the branch of an almond tree. I replied. Akaweza kuona, Mungu alimuweza kumuuliza, unaona nini Jeremiah? Akasema, ninaona mti wa mlonzi. I see a branch of almond tree. Ukiona hii almond tree, sababu Mungu aliweza kumwambia Jeremiah kwamba unaona nini? Mungu alikuwa anataka kutuma Jeremiah kwa mataifa, na wakati huo watu wa mataifa walikuwa wamechukua ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anachelewa kutimiza ahadi yake. Na ndiposa Mungu akataka kumtuma, akaweza kumuuliza, unaona nini? Akasema, naona mti wa mlonzi. Na almond tree ama mti wa mlonzi ilikuwa ni mti ambayo ilikuwa inachanua mapema sana kuliko miti zingine yote. Ambao Mungu alikuwa anazungumza na Jeremiah kumwambia ya kwamba I am going to act according to my word quickly. I'm going to respond and to act quickly. Nitatimiza kwa haraka sana yale ambayo ninakuambia, ya kwamba sitachelewa vile mnanielewa, ya kwamba mimi ni Mungu ambaye ni ya kuchelewa, kwa sababu nilimtumia almond tree, mti wa mlozi ambao uchanua mapema sana kuliko miti zingine. Amen. The Lord said to me, Jeremiah chapter 1 verse 12. Unaona anamuuliza unaona nini? Wakati Mungu alimuuliza na akakonfirm ya kwamba ameona vizuri, Mungu akasema kwamba sasa wewe ni anafanya kazi na wewe. For two cannot work together unless they agree. Na Mungu akasema mimi siwezi kufanya kazi na yule ambaye hawezi, kwa sababu it is very dangerous kufanya kazi na yule ambaye haoni. Mungu anadhibitisha kwamba tunaona. Na wakati Jeremiah alirespond ya kwamba I see a branch of almond tree, Mungu akaweza kumwambia verse 12 ya kwamba the Lord said to me, you have seen correctly. Mungu akamwambia umeona vyema. You have seen correctly. For I am watching to see that my word is fulfilled. Sasa Jeremiah angekosa kuona, angejibu vibaya, Mungu angemalizana na yeye. Wewe utatuma kipofu. Amen. Kama angeona sawa, ajibu kile ambacho aoni, Mungu angemtuma, kwa sababu atafanya kazi ya Mungu aje na aoni. Wapendwa, seeing is very important, kwa sababu mara nyingi Mungu yeye huwa anafanya jambo jipya. Na jambo jipya ambalo Mungu huwa anafanya, Mungu huwa anafanya wakati kuna kiangazi, wakati kuna desert, wakati hakuna njia, wakati hakuna matumaini. Hapo ndio Mungu anajitokeza na anafanya jambo jipya. Na ndiposa kama unaweza kuona kiroho, utaona yale ambayo Mungu anafanya hata mahali ambapo kuna desert, mahali ambapo hakuna uwezekano. Utaona ya kwamba Mungu anafanya jambo jipya. Lakini tukikosa kuona, hatutaweza kuperceive kile ambacho Mungu anaenda kufanya. Ukisoma Isaiah chapter 43 verse 19, Mungu anasema, see, I am doing a new thing.
Now it's spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert. Mungu anasema, I am making a way in the desert and stream in the wasteland. Imagine ni wasteland, ni desert, na hapo ndio Mungu anasema kwamba I am doing a new thing. Natenda jambo jipya. Na Mungu anajiuliza, why don't you perceive? Amen. Mungu anauliza, why do you not perceive it? The meaning of to perceive iko na mambo mengi, inamaanisha mambo mengi sana. Perceive means to be conscious ya kila ambacho Mungu anafanya. Pia perceive inamaanisha to be able to grasp that which God is doing. Pia perceive inamaanisha to be able to see in the realm of the spirit. To be able to see that which God is doing before what? Before it manifest. Yani uweze kuona kila ambacho Mungu anafanya kabla haijafanyika. Wewe uweze kuona because you are not spiritually blind. Wewe si kipofu ya kiroho. Sasa unaona kabla haijafanyika. Ukiwa unaweza ona yale mambo Mungu anafanya, basi Mungu anapendezwa sana. Katika jina kuu la Yesu Kristo, Mungu hufurahisha sana na wale wote ambao wanaona. Na ndiposa hata Petro wakati alikuja hapa, Mungu alimtuma na ujumbe moja, ende ufungue macho ambao hawaoni spiritually waweze kuona. Ukisoma Acts chapter 26 verse 13. Nitasoma haraka because of time. About noon, O king, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the gods. Then I asked, who are you, Lord? Hakuwa anaona wakati huo, alikuwa spiritually blind. Wewe ni nani? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them. Ninawatuma, lakini sitakutuma ukiwa kipofu. Sasa aliweza kila ya kwanza Mungu aliweza kumtia nuru, akaona kitu ikatoka kwa macho. Pray God. Hiyo veil ikaondoka. Mungu alikuwa anaondoa hiyo, anadeal na hiyo spiritual blindness. Akapata nuru ambapo Paulo alikuwa anaombea watu wa Ephesians waweze kutiwa nuru macho yao ya ndani, waweze kuona. Verse 18, to open their eyes. Unaona, kufungua macho yao. To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness and sins and place among them who are sanctified by faith in me. Nikimaliza because of time, pray God. Because of time, nikimaliza nikisema ya kwamba ukiwa unaweza kuona, uweze kuogopa, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Moses wakati alikuwa anaenda kwa Farao, he was not afraid. Why? Because he saw him who is invisible. Aliona yule ambaye haonekani kwa macho. Huyu ni Mungu. Ukisoma Hebrew chapter 11 verse 27. Wapendwa, ukisoma 2 Kings, sitasoma because of time imeisha, lakini ukisoma 2 King chapter 6 verse 2 King chapter 6 verse 13, pray God, to 17, unaona ya kwamba wakati King of Aram was at war with Israelites, wakaweza kuona ya kwamba Elisha yeye anaona kiroho, anaona yale ambayo inafanyika. Waliweza kutuma majeshi pale, na wakati walituma majeshi pale, kile ambacho walipata, pray God, Gehazi akatoka nje akamwambia, alas, tunamalizwa. Lakini Elisha akamwambia aje, Mungu naomba fungua macho yake aweza kaona. Pray God. Mungu aliweza kufunga macho ya Gehazi, na Gehazi aliweza kuona na kaona ya kwamba kuna jeshi kubwa ambayo ilikuwa wamelinda Elisha. Katika jina kula Yesu Kristo, oh my God, simama kwa mguu in the name of Jesus.